Baada ya kusikia kwamba binti yake alikuwa karibu kuolewa, Maleficent alimpeleka binafsi binti yake katika ufalme wa wanadamu. Ingawa hakuwa akiwaamini wanadamu wajanja, kwa ajili ya furaha ya binti yake, bado aliingia kwa uthabiti ndani ya kasri. Tangu alipokanyaga ndani, alihisi uadui mkubwa. Mwanzoni alidhani ilikuwa tu karamu ya kawaida ya uchumba, lakini hakutarajia kwamba Malkia alikuwa na nia nyingine za siri. Alikuwa ametulia tu mezani wakati Malkia alianza kumtesa kwa makusudi, kwa kila njia iliyowezekana. Inajulikana kwamba viumbe wa kichawi wanaogopa chuma, lakini karamu nzima ilikuwa imeandaliwa kwa vyombo vya chuma. Baada ya kusikiliza maelezo ya binti mfalme, Malkia akaamuru moja kwa moja vyombo vyote viondolewe, akimlazimisha Maleficent kula kwa mikono yake tu. Mbaya zaidi, licha ya kujua kwamba alikuwa Malkia wa Moors, chakula kilichotolewa kilichanganywa kwa makusudi na nyama ya ndege. Malkia hakujifanya tu kwamba hajui chochote, bali aliendelea kumdhihaki mara kwa mara, akimtania kila wakati. Lengo lake lilikuwa kumchokoza kabisa Maleficent. Lakini hata baada ya kusikia kejeli hizo, binti mfalme aliyekuwa amezama katika mapenzi hakuonyesha hisia yoyote. Maleficent mwenye kiburi hakuwahi kuvumilia fedheha kama hiyo. Alikuwa karibu kulipuka kwa hasira, lakini kwa kuhofia kuathiri ndoa ya binti yake, binti mfalme alimshika mkono kwa nguvu. Alipoona matumaini machoni mwa binti yake, Maleficent alimeza hasira yake kwa lazima. Hata hivyo, uvumilivu wake haukuleta heshima yoyote. Ghafla, paka mdogo alimrukia mmoja wa wageni. Maleficent alitumia uchawi tu kuigandisha paka huyo na kumwonya Malkia amdhibiti paka wake. Lakini Malkia hakushindwa tu kuomba msamaha kwa wageni, bali aligeuza lawama zote na kumshutumu Maleficent kwa kutishia familia ya kifalme. La kusikitisha zaidi, hata binti mfalme alisimama upande wa Malkia. Kwa ajili ya furaha ya binti yake, Maleficent alichagua kuvumilia tena. Watu wote waliokuwa karibu waliinua glasi zao kusherehekea, lakini mbele yake hakukuwa hata na glasi moja. Kana kwamba haitoshi, Malkia alitangaza hadharani kwamba Maleficent alimlea binti yake kwa kumzoesha ukatili wa porini, akimaanisha kwamba binti huyo hakuwa na malezi mazuri. Alisema angemchukua binti mfalme kama mtoto wake mwenyewe na kumpa upendo wa familia ya kweli. Wakati huo, Maleficent alivunjika moyo kabisa. Uchawi wenye nguvu mara moja uliwatisha wote waliokuwapo. Malkia akaamuru mara moja mchawi huyo afukuzwe nje ya kasri. Walinzi waliinua panga zao na kushambulia bila kusema neno lolote. Maleficent alipeperusha mkono wake kwa urahisi tu na kuwapeperusha wote mbali. Lakini binti mfalme aliamini kwamba yote hayo yalikuwa kosa la mama yake. Hadharani alimkemea Maleficent. Maleficent alimwomba binti yake arudi nyumbani pamoja naye, lakini binti mfalme alichagua kuamini maneno ya Malkia. Aliamini kwamba Maleficent alikuwa amemroga mfalme. Afadhali asimame upande wa Malkia kuliko kurudi nyumbani na Maleficent. Akikabiliwa na usaliti wa kikatili kutoka kwa binti yake, moyo wa Maleficent ulivunjika kabisa. Zamani alikuwa kiumbe mwenye fahari zaidi wa nyika. Sasa macho yake yalijaa machozi. Kutokuelewana huko hakungeweza tena kuelezeka.